gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na wanafunzi SAUT wapongeza uongozi wa chuo kwa miundombinu mizuri ya ujifunzaji. Serikali ya Ivory Coast imetangaza kuivunja tume huru ya uchaguzi nchini humo. Na katika michezo, baadhi ya mashabiki wa PSG kutoka jijini Mwanza wameonyesha matumaini yao ya kuondoka na ubingwa wa UEFA. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Abdul Sami Hawanga nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Dorcas Maximilian atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Ronaldo Komba. Tukianzia hapa katika ukanda wa Ziwa Victoria ndani ya wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza, baadhi ya wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Bewa Kula Mwanza wamepongeza uongozi wa chuo kutokana na miundombinu inayosaidia kurahisisha mchakato wa ujifunzaji. Na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza kwa ushirikiano na ofisi ya Wizara ya Afya, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI pamoja na wadau wa afya inaendesha kampeni ya chanjo maalum ya matone dhidi ya ugonjwa wa polio kuanzia leo hadi Mei 10. Mwanahabari wetu Dolinson Edward ametuandalia mchanyato wa taarifa hizo. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wanafunzi kutoka SAUT Bewa Kula Mwanza wamepongeza uongozi wa chuo kwa hatua wanazozichukua katika kuhakikisha mazingira bora kwa mwanafunzi ili aweze kujifunza. Miundombinu ya chuo cha Mtakatifu Agustino katika kujikuza kwenye swala la kielimu nasaidia. Kwanza tumeona pale kuna vimbweta ambavyo vinasaidia wanafunzi kujisomea, lakini pia kufanya discussion ya vipindi au discussion ya kile ambacho mwalimu anakuwa amekitoa darasani. Lakini kingine pia inasaidia katika ukuzaji wa elimu bora, hasa kwetu sisi wanafunzi ambao tunasoma katika hiki chuo. Miundombinu iliyopo kusema la kweli ni mizuri na inaridhisha katika wanafunzi kujipatia elimu. Unaona miundombinu kama vimbweta hivi inasaidia wanafunzi kujisomea, hasa kipindi cha jua kali na kipindi cha mvua, na baadhi ya miundombinu mingine iko sawa. Miundombinu ya SAUT inatusaidia katika mazingira mengi. Kwa mfano hivi vimbweta ambavyo vinasaidia kusoma hapa, tunakaa muda mwingi kwa sababu sio lazima kutegemea tu madarasa, lakini pia vimbweta vinasaidia katika usomaji, discussion na shughuli zingine. Katika hatua nyingine, wanafunzi hao wametoa wito wa kuboreshwa kwa miundombinu ikiwemo taa nyakati za usiku ili kusaidia kujifunza kwa nyakati zote. Viongozi waendelee kuboresha zaidi, kwa maana kwamba miundombinu iwe bora zaidi ili wanafunzi pia waweze kujisomea vizuri, lakini pia kusiwe na shida yoyote katika kujisomea. Kuna baadhi ya miundombinu inapaswa ifanywe marekebisho kulingana pia na mahitaji ya wanafunzi. Kwa mfano kama barabara, kuna wanafunzi ambao wana mahitaji maalum, wapo wanaotumia baiskeli ama kiti mwendo, wapo wanaotumia fimbo, wengine na magongo ambao wanahitaji kutumia barabara, kwa hiyo zinapaswa zirekebishwe. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo yako sahihi na mengine inahitaji kufanywa marekebisho, hasa kwenye upande wa barabara ambazo zinaunganisha madarasa na maeneo mbalimbali ambayo mwanafunzi anakuwa anayatumia hapa chuoni. Nashauri basi wangeweza zidi kufanya maboresho, waweke taa ili watu waendelee kujisomea pia usiku, kwa sababu kusoma hakuna limitation. Kwa mtu anaweza kaja kujisomea usiku, kwa hiyo wajitahidi basi watekee miundombinu ya umeme ili tuweze kujisomea vizuri. Katika taarifa iliyotolewa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza, walengwa wa chanjo hiyo itakayotolewa kuanzia leo hadi tarehe 10 ya mwezi huu ni watoto chini ya miaka 10. Chanjo hiyo itatolewa bila malipo katika sehemu mbalimbali ikiwemo vituo vya kutolea huduma za afya, mashuleni, nyumba za ibada pamoja na sokoni. Kando na hilo, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza imetoa wito kwa wananchi wote kujitokeza na kushiriki katika kampeni ya zoezi hilo. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, chanjo ya polio ni kinga salama na yenye ufanisi dhidi ya ugonjwa wa kupooza unaosababishwa na virusi vya polio. Chanjo hiyo inaweza kutolewa kwa njia ya matone au sindano kwa watoto ili kuimarisha kinga ya mwili na kuzuia ulemavu wa kudumu. Hapa nchini Tanzania, kampeni ya chanjo dhidi ya polio ilianza kutolewa Machi mwaka 2026, huku awamu ya pili ikitolewa kwa mwezi huu. Baadhi ya halmashauri hapa jijini Mwanza ikiwemo halmashauri ya Manispaa Ilemela imeanza kupokea chanjo hii kuanzia siku ya leo hadi tarehe 10. Dolinson Edward, SAUT TV. Shukran sana Dolinson Edward kwa ripoti hiyo. Mtazamaji, tukisalia hapa jijini Mwanza, baadhi ya wananchi kutoka jijini Mwanza wametoa wito kwa serikali kutoa elimu ya bima ya afya ili kufanikisha sera ya bima ya afya kwa wote inafanikiwa nchini Tanzania, ikiwemo kuwaelimisha watu juu ya swala hilo. Mwanahabari wetu Asha Kaoneka ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kupitia sera ya serikali ya mwaka 2023 inayosema bima ya afya kwa wote, inayolenga kila raia wa Tanzania anapata bima ya afya, SAUT TV imezungumza na baadhi ya wananchi wakieleza ni kwa namna gani serikali inaweza kufanikisha swala hilo. Bima ya afya ni muhimu sana kwa kila Mtanzania. Kwa mfano, katika kipindi kile cha NIDA, tukiangalia watu mbalimbali walikuwa hawana NIDA, lakini serikali ilivyosema kwamba kila mtu inabidi awe na NIDA au NIDA inabidi ni lazima kila Mtanzania awe nayo. Kwa hiyo serikali inabidi iweke kama kipaumbele, kama jambo la lazima. Ningependa kuiomba serikali izidi kutoa elimu kwa wananchi wote, au izidi kufanya kampeni, ijaribu kufika kila maeneo hadi tunapoishi sisi huku wakazi wa Nyamalango tupate elimu hiyo kuhusu bima ya afya. Maoni yangu kwa serikali kupitia kampeni yake ya bima ya afya kwa wote ni kwamba serikali izidi kuboresha miundombinu ya afya, hususan katika suala la wataalamu wa afya, majengo pamoja na dawa, hususan katika maeneo ya vijijini, ili kuchochea maendeleo na watu pia wahamasike kupata hizo bima za afya. Kupitia maoni ya wananchi, vilevile SAUT TV tumefanikiwa kuongea na mwenyekiti wa mtaa wa Silvini kutoa maoni yake kama serikali. Je, wana mpango gani juu ya kufanikisha kampeni hii inafanyiwa kazi? Kwa majina ya Rajabu Ramadhani Malugu, mwenyekiti wa mtaa wa Silvini. Kutokana na bima inatangaza serikali juu ya bima ya afya kwa wote, kama mwenyekiti, maana kinachofanya hizi ni namna gani ile taarifa ifike chini, ni vikao. Tunaita vikao vya hadhara, tunawaelekeza wananchi na kwa mtu anayetokana na serikali, aidha ofisi ya mtendaji kwa ajili ya kutoa maelekezo namna gani anaweza kupata bima na namna gani faida za bima zinapatikana. Kwa jukumu letu ni kukusanya wananchi kwa wakati mmoja, kwa sehemu moja, ili mwisho wa siku waweze kupata taarifa kwa wakati na waweze kuitumia vizuri. Ni wazi kuwa kiu ya wananchi ni kuona huduma ya bima ya afya inaenda sambamba na ubora wa sekta ya afya, kama vile kuwepo kwa vifaa bora na vile kuwepo kwa wataalamu wa kutosha. Nikiripoti kutoka hapa kata ya Luchelele, wilaya ya Nyamagana, mkoani Mwanza, mimi ni Asha Kaoneka wa SAUT TV. Taarifa yake Asha Kaoneka inatutamatishia habari za kitaifa kwa siku ya leo. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV popote unapotutizama hivi sasa, ni wakati wa kuangazia yale yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Serikali ya Ivory Coast imetangaza kuivunja tume huru ya uchaguzi CEI baada ya ukosoaji mkubwa kutoka kwa vyama vya upinzani kuhusu namna uchaguzi unavyoendeshwa nchini humo. Uamuzi huo umetangazwa na baraza la mawaziri kufuatia malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa viongozi hao wa upinzani waliokuwa wakidai kuwa tume hiyo haina uhuru wa kutosha katika kusimamia uchaguzi nchini humo. Kwingineko, Urusi imetuma taarifa rasmi kwa balozi zote na mashirika ya kimataifa kuwaondoa wafanyakazi wao mjini Kiev kutokana na uwezekano wa mashambulizi ya kulipiza kisasi iwapo Ukraine itaishambulia Moscow wakati wa maadhimisho ya siku ya mashujaa. Hayo yamebainishwa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, na kusema Moscow imetuma taarifa kwa balozi zote na kusisitiza kwamba suala hilo litachukuliwa kwa uzito mkubwa. Kwa undani wa taarifa hizi za kimataifa, tuungane na mwanahabari wetu Yongwe Damas. Hatua hiyo imekuja baada ya uchaguzi wa urais wa Oktoba iliyomshuhudia Alassane Ouattara akichaguliwa tena kwa muhula wa 4, huku baadhi ya viongozi wa upinzani wakizuiwa kushiriki katika uchaguzi huo. Msemaji wa serikali na waziri wa mawasiliano Amadou Coulibaly alisema serikali imeamua kuvunja tume hiyo kutokana na mashaka na ukosoaji mkubwa ulioikabili taasisi hiyo. Coulibaly amesema serikali bado haijaeleza mfumo mpya wa uchaguzi utakavyokuwa, lakini maamuzi hayo yatajadiliwa zaidi katika ngazi ya serikali ili kupata suluhisho la kudumu. Kwa mujibu wa serikali, lengo la kuvunja tume hiyo ni kuhakikisha uchaguzi wa amani, kuongeza imani kwa wananchi na kuhakikishia wanasiasa wote kuhusu uwazi wa uchaguzi nchini humo. Waziri Mkuu wa zamani Pascal Affi N'Guessan amesihi serikali kuanzisha mazungumzo na vyama vya siasa pamoja na makundi ya kiraia ili kujenga upya mfumo wa uchaguzi kwa ajili ya amani na utulivu wa taifa.
Na huko Mashariki ya Kati, kwa mujibu wa taarifa ya ubalozi wa Irani mjini Seoul nchini Korea Kusini, serikali ya Teherani imepinga vikali madai yanayohusisha na tukio hilo. Irani imesema vikosi vyake vya kijeshi havijahusika kwa namna yoyote katika mlipuko huo. Meli ya HMM yenye urefu takriban mita 180 iliyoripotiwa kushika moto baada ya mlipuko kutokea ndani ya chombo hicho cha mizigo. Chanzo halisi cha mlipuko huo bado hakijulikana rasmi. Tukio hilo limetokea wakati hali ya usalama katika mlango bahari wa Hormuz ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu kutokana na mvutano wa kisiasa kati ya eneo la Mashariki ya Kati. Nchi mbalimbali zimeonyesha wasiwasi kuhusu usalama wa meli zinazopita katika eneo hilo, huku wachambuzi wakionya kuwa matukio kama hayo yanaweza kuathiri biashara kimataifa na uchumi wa dunia. Huko nchini Urusi, onyo hilo limetolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Maria Zakharova, ambaye amesema Moscow imetuma taarifa rasmi kwa balozi zote ikitaka tahadhari hiyo ichukuliwe uzito mkubwa. Urusi imeeleza kuwa hatua hiyo inahusishwa na uwezekano wa mashambulizi ya kulipiza kisasi iwapo Ukraine itaishambulia Moscow wakati wa sherehe za Victory Day zinazoazimisha mwisho wa vita kuu ya pili ya dunia barani Ulaya. Licha ya matamko hayo ya kusitisha mapigano, hali bado ni wasiwasi mkubwa, kwani pande zote mbili zinaendelea kutumiana kwa kuvunja makubaliano, huku mapigano yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya vita, jambo linaloongeza hofu kuongezeka kwa mzozo huo. Mimi ni Yongwe Didama Damas wa SAUT TV. Ni Yongwe Damas huyo akitupitisha katika medani za kimataifa. Hivi sasa mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tutaungana na Dorcas Maximilian atakayekusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Dorcas Maximilian. Baadhi ya wafanyabiashara wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza wameeleza kuwa kupanda kwa bei ya nishati ulimwenguni kumepelekea changamoto ya kupata wateja kwa urahisi. Na kwingineko, baadhi ya wamiliki wa kamera wilaya ya Nyamagana kata ya Luchelele wameeleza namna wanavyonufaika na uwepo wa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, kwani hujipatia kipato cha kujikimu kimaisha. Kwa taarifa hizi za biashara, tuungane na mwanahabari wetu Simon Moses. Baadhi ya wafanyabiashara wa mtaa wa Malindi wameeleza changamoto wanazokumbana na wateja kutokana na kupanda kwa bidhaa ya vinywaji. Changamoto tunazozipata sisi wafanyabiashara baada ya bidhaa kupanda bei, kwa mfano kama hivi vinywaji tunanunua shilingi 600 sasa hivi, mteja anakuja na shilingi 500, anajua shilingi 500. Kwa hiyo ukimwambia kwamba sio shilingi 500 kuongeza kiasi kidogo kilichobaki iwe shilingi 600, anakataa kwa sababu anaona kabisa kwamba labda mimi naweza kuwa nafanyaje, ninamuibia ile pesa yake. Kwa hiyo unakuta anaahirisha kununua bidhaa, anaamua kwenda sehemu nyingine. Hiyo ni changamoto tunayoipata sisi wafanyabiashara, bidhaa kuchelewa kutoka. Kwa kweli swala la kupanda bei kwa vinywaji limetuletea changamoto hasa sisi kwa wale tulioajiliwa na mabosi zetu, kwa sababu wateja sasa hivi hawaamini. Kumwambia soda 500 na 600 au soda 1000 na 1200 anakuwa amini, na hiyo inatuletea changamoto sana, kwa sababu unashindwa kukamilisha hesabu kwa bosi kwa siku, na anashindwa kuamini. Ripoti kutoka jijini Mwanza, wilaya ya Nyamagana, kata ya Luchelele. Jina langu ni Simon Moses wa SAUT TV. Baadhi ya wamiliki wa kamera mtaa wa Malimbe wameeleza jinsi gani wanavyonufaika na Chuo cha Mtakatifu Agustino. Mimi kama mmiliki wa kamera nanufaika na Chuo cha Mtakatifu Agustino kupitia kozi mbalimbali, sasa kozi za uandishi wa habari. Wakikuwa kazi zao wanakuja kwangu kuazima kamera kwenda kurekodia kazi zao, nanufaika kama hivyo. Mimi kama mmiliki wa kamera nanufaika na uwepo wa Chuo cha Mtakatifu Agustino. Pale kozi kama mass communication pamoja na pia akipewa kazi na kukodisha kamera na najikulia kipato changu. Nikiripoti kutoka jijini Mwanza, wilaya ya Nyamagana, kata ya Luchelele. Jina langu ni Simon Moses wa SAUT TV. Asante sana Simon Moses kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa ya biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Ronaldo Komba. Endelea kutazama SAUT TV habari. Mimi ni Dorcas Maximilian. Ni matumaini yangu mzima mwana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Ronaldo Komba. Baadhi ya mashabiki wa timu ya Paris Saint-Germain PSG jijini Mwanza wameonyesha matumaini yao ya kubeba ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya UEFA
kuelekea katika mchezo wa fainali wa Mei 30 dhidi ya The Gunners Arsenal katika uwanja wa Puskas Arena nchini Uruguay. Na katika uga wa michezo kimataifa, viongozi wa soka ukanda wa kusini mwa Afrika wanatarajia kukutana tarehe 17 mwezi huu nchini Zimbabwe kujadili maandalizi ya zabuni ya pamoja ya kuandaa AFCON pamoja na kutathmini hali ya viwanja vya nchi hiyo kabla ya maamuzi ya mwisho kufanyika. Mkutano huu unatarajiwa kuwakutanisha viongozi mbalimbali wa michezo kutoka mataifa ya ukanda wa kusini mwa Afrika, huku lengo kuu likiwa ni kuhakikisha nchi zote zinazotaka kushiriki katika zabuni hiyo zina miundombinu inayokidhi viwango vya michezo Afrika. Kwa undani wa habari hizi za michezo, tuungane naye mwanahabari wetu Beatrice Kaitaba. Baada ya kutamatika kwa mchezo wa nusu fainali wa mkondo wa pili kati ya Bayern Munich dhidi ya PSG, katika mchezo huo PSG amefanikiwa kufudhu katika hatua ya fainali, na kutokana na matokeo hayo, wadau wa soka jijini Mwanza wameibua hisia mseto kuelekea mchezo wa fainali utakaokutanisha Arsenal na PSG. Kwa hiyo tuna matarajio makubwa sana sisi kama mashabiki wa PSG, kwa sababu PSG amejidhihirisha wazi kwamba yeye ni timu kubwa, na lengo letu sisi sasa hivi sio kuchukua kombe, ni kumdhalilisha Arsenal. Tuna uhakika wa kushinda kulingana na kwanza benchi la ufundi tukiongozwa na Luis Enrique, master plan. Cha pili, kulingana na kikosi tulichonacho. Kikosi tulichonacho kuanzia safu ya ulinzi ikiongozwa na captain Brazil Marquinhos. Kwa maana nasema tuna uhakika wa kushinda. Hatutawakosa kwa namna yoyote. Ikumbukwe kuwa fainali hii ni ya pili kwa Arsenal tangu mwaka 2006 aliposhiriki dhidi ya Barcelona na kufungwa bao 2-1. Kwingineko barani Afrika, viongozi wa soka kusini mwa Afrika watakutana mwezi huu nchini Zimbabwe ili kujadili maandalizi ya pamoja ya Africa Cup of Nations yani CAF, pamoja na kutathmini hali ya viwanja vya nchi hiyo kabla ya maamuzi ya mwisho kufanyika kuhusu mashindano hayo. Waziri wa michezo, sanaa na utamaduni wa Afrika Kusini Gayton Mkenzi amesema kuwa viongozi hao watatembelea baadhi ya viwanja ili kujionea maendeleo ya ukarabati unaoendelea kabla ya kutoa uamuzi wa mwisho kuhusu ushiriki wa mataifa hayo katika zabuni ya pamoja. Mkenzi amesema hawataki kupewa ahadi za baadaye kuhusu ujenzi wa viwanja, bali wanahitaji kuona maandalizi ya ukweli yanayoweza kuonyesha utayari wa nchi hizo kuandaa mashindano makubwa ya soka barani Afrika. Kauli hiyo imekuja wakati Zimbabwe ikiendelea kukabiliwa na changamoto ya baadhi ya viwanja vyake kutokidhi vigezo vya CAF, jambo lililosababisha nchi hiyo kushindwa kuandaa baadhi ya michezo ya kimataifa kwa muda. Miongoni mwa viwanja vinavyotajwa kufanywa maboresho ni National Sports Stadium ambayo imekuwa katika ukarabati kwa muda, huku serikali ya Zimbabwe ikiahidi kuhakikisha inakamilisha kwa viwango vinavyotakiwa. Kwa sasa Afrika Kusini inaongoza mpango wa zabuni ya pamoja inayojumuisha Zimbabwe, Namibia, Botswana, Mozambique pamoja na Lesotho. Hata hivyo, matamshi ya Mkenzi yanaonyesha kuwa baadhi ya mataifa yanaweza kuondolewa kwenye zabuni hiyo iwapo hayatakuwa tayari kwa wakati au kushindwa kukidhi masharti yaliyotolewa na CAF. Aidha, Mkenzi amesema Afrika Kusini ipo tayari kuandaa mashindano hayo hata bila washirika wengine ikiwa itabainika kuwa baadhi ya nchi hizo hazina maandalizi ya kutosha. Beatrice Kaitaba, Sauti TV. Asante sana Beatrice Kaitaba kwa taarifa hizi za michezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku hii ya leo. Mimi ni Ronaldo Komba, na sasa nirudishe kijiti kwake Abdulsami Hawanga kwa kuhitimisha habari hizi kwa siku ya leo. Asante sana Ronaldo Komba kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo ndizo zinatutamatishia taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla tupate tena muktasari wake. Na wanafunzi Sauti wapongeza uongozi wa chuo kwa miundombinu mizuri ya ujifunzaji. Serikali ya Ivory Coast imetangaza kuivunja tume huru ya uchaguzi nchini humo. Na katika michezo, baadhi ya mashabiki wa PSG kutoka jijini Mwanza wameonyesha matumaini yao ya kuondoka na ubingwa wa UEFA. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta taarifa ya habari, jina langu ni Abdulsami Hawanga. Uwe na wakati mwema.